بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Um, awali ya yote namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu washiriki, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nachukua fursa hii kuwakaribisheni tena katika sehemu ya pili au mwendelezo wa mafunzo yetu haya ya zaka ambayo tulianza wiki iliyopita, na nina furaha kubwa sana leo kuwa tuna mgeni ambaye baadhi yetu tutakuwa tunamfahamu. Ni Profesa Muhammad Hafidh. Yeye ni makamu mwenyekiti wa taasisi ya SIFCA ambayo ni Center of Islamic Finance Advice and Compliance, lakini vile vile ni mwalimu mhadhiri katika vyuo mbalimbali, na ni moja katika washauri katika maeneo mbalimbali ambayo amehudumu katika utumishi wake wa kawaida wa kiraia na vile vile katika utumishi wa umma. Kwa kweli nina kushukuru sana Profesa Muhammad Hafidh kwa kukubali mwaliko wetu wa kujumuika nasi usiku huu kuweza kutupa kalima fupi katika mafunzo haya, kalima ambayo inafungamana na mada yetu hii ya zaka. Na inshallah taala, baada ya kalima ya profesa tutaweza kuendelea katika somo letu la leo. Kama mnakumbuka, tulishaanza juu ya kuarifisha zaka na tukeja juu ya faida zake, fadhila zake, umuhimu wake na kadhalika. Inshallah taala, leo tutajikita sana katika masharti ya ujumla yanayofungamana na zaka. Kwa hivyo nawaomba nyote tuwe wasikivu, tufuatilie kalima ya Profesa Muhammad Hafidh na tuendelee kujumuika pamoja katika kusoma juu ya masharti yanayofungamana na ibada hii, ibada adhim, ibada ya zaka. Bila kupoteza muda, sasa ni kukaribishe Profesa Muhammad Hafidh kuweza kutupatia kalima fupi. Karibu sana, wajazakallahu khair. الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Natumai nasikilikana. Wa alaikum assalam. Naam, endelea prof. Naam, kwanza kabisa baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake nyingi ambazo hatuwezi kuzihesabu kwetu viumbe vyake, ikiwemo neema ya mali, neema ya akili, neema mbalimbali. Kisha naomba nitumie fursa hii Sheikh Alfan kukushukuru wewe binafsi pamoja na ukumbi mzima huu kwa kunialika kujumuika nanyi katika mafunzo haya muhimu sana ambayo kwa kiasi kikubwa tumelitelekeza suala la zaka, na jitihada ambazo namwomba Mwenyezi Mungu atuwafikishe ili tuzinduke, kwa sababu alhamdulillah wengi wetu hatupitwi na sala, wengi wetu tunajiandaa kwa Ramadhani na tunaifunga. Mwenyezi Mungu atutakabalie kwa kadiri ya uwezo wetu, lakini ukiangalia suala la zaka, namna ambavyo inatolewa, ima kwa uchache wake au kwa ile namna yenyewe inavyotolewa, unahisi kwamba lile lengo la zaka hasa sijui kama tutalifikia. Anasema hivyo kwa sababu Waislamu hatuna uchache wa wenye uwezo wa kutoa zaka, na hapa sikusudii wafanyabiashara wakubwa tu, kwa sababu tunayo ile desturi ya kuhisi kwamba mambo haya hayafanyi fulani. Kila mmoja wetu katika nafasi yake, katika neema ambazo Mwenyezi Mungu amemjalia, akikaa chini atajiona kwamba anayo na yeye nafasi
ikiwa si ya kutoa zaka, basi angalau sadaka ya mali yake kwa lengo lile lile lilozungumzwa la kuitakasa mali na nafsi zetu. Ndugu zangu, swala la zaka liko katika masuala ya msingi kabisa ya uchumi wa Kiislamu, na umuhimu wa uchumi katika maisha yetu unadhihirika hata tukiangalia katika sira ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba baada ya kupata utume, ujumbe wa utume, tutabaini kwamba wengi wa ambao walimzunguka, Mwenyezi Mungu alimrahisishia watu ambao ni wenye uwezo. Na tukisema hivi haina maana kwamba hakukuwa na watu wasiokuwa na uwezo, lakini Mwenyezi Mungu alimrahisishia watu wenye uwezo ili iwe ni sababu ya kuwakomboa wale wanyonge ambao uwezo wao ulikuwa ni mdogo. Na hapa tunaona ile tansiq au vipi Uislamu unataka aliyenacho kushirikiana na asiyenacho. Mwenyezi Mungu alikuwa ni muweza kwa njia zake ambazo anazijua mwenyewe na tusizozijua sisi, kuwakomboa wale ambao walikuwa wanahitaji kukombolewa bila hata kuwatumia masahaba wake mtume. Uwezo huo alikuwa anao kwa njia ambazo yeye mwenyewe anazijua lakini alitaka kutuonyesha kwamba nimekupeni neema, hakikisheni kwamba neema hizi haziishii katika maduara ya familia zenu tu, kwa sababu ni mali ambazo zinatokana na Mwenyezi Mungu na zinawahusu viumbe vyake vyote. Na hapo naomba nikumbushe kwamba kwa mujibu wa nadharia za kiuchumi za Kiislamu, mmiliki wa kila kitu, mmiliki mkuu ni mwenyewe Mwenyezi Mungu. Na tunaelezwa kwamba na hakuna katika neema mlizonazo zozote isipokuwa zinatoka kwa Mwenyezi Mungu, na hilo tunalishuhudia. Ikiwa elimu, wapo wenye elimu kuliko sisi. Ikiwa utajiri, wapo wanaotuzidi kiutajiri. Ikiwa ni jaha na umaarufu, wapo. Lakini vyote hivi vinatoka kwake mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Ndio tukisema kwamba tumezaliwa wengine hata lile winda hatukuzaliwa nazo, tumevikuta hapa hapa duniani, na hivi tumevipata kwa rehema zake Mwenyezi Mungu, si kwa uhodari wetu, ingawa jitihada inatakiwa, ila taufiki inakuwa ni ya kwake mwenyewe Mwenyezi Mungu. Sasa kwa kuwa mmiliki ni Allah, mmiliki mkuu, na mwanadamu amepewa jukumu la kusimamia zile neema za Mwenyezi Mungu juu ya ardhi, ikiwemo za mali. Sasa ikiwa mwenye mali mwenyewe anakuamrisha kwamba nimekupa kampuni yangu hii isimamie, lakini hakikisha kwamba kila mwezi unatoa asilimia kadhaa ya kipato kwa ajili ya kufanya suala fulani. Baada ya mwezi aliyekupa mali zake analeta audit, hakufanya vile, nafikiri matokeo yake yatakuwa nini? Bila shaka matokeo yake ima ni kukuonya au kukuondoa, akamleta mwingine ambaye atazisimamia mali zile vizuri. Mwenyezi Mungu kwa rehema zake anatuvumilia, anatujalia neema, tunakwenda kinyume na maelekezo yake, lakini bado anatupa fursa ya kuendelea kuzitumia mali hizo, hasa tutazinduka hapo baadaye. Anatupa neema za kuona, tunaangalia ambayo hayampendezi, lakini hakuna yeyote kati yetu ambaye amepofuliwa kwa ajili hiyo. Ametupa nguvu za miguu, tunatembea kwenda ambako Mwenyezi Mungu hakumridhishi, na hajatupa ulemavu ya aina yote wa aina yote kwa kufanya hivyo. Na mifano kama hiyo ipo mingi. Rehema za Mwenyezi Mungu juu ya viumbe vyake ni kubwa, isipokuwa sasa na viumbe, ili kuonyesha shukurani kwa aliyetuumba, tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba neema alizotupa, ikiwemo neema za mali, tunazitolea haki za wenzetu wengine ambao Mwenyezi Mungu ametaka zitokee kwetu sisi, ndiyo ziwafike. Na bila shaka tunaelewa jamani, kwamba
mwanadamu, hasa sisi Waislamu, unapofika muda mtu akajiona kwamba ameshatoa sana, sasa awaachie na wengine nao watoe, ameshasaidia sana, sasa hivi palipobaki tena awaachie wengine nao wasaidie. Akifikia steji hiyo, haraka sana arudi kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu ni kama kumwambia Mwenyezi Mungu kwamba hata neema ulizonipa kwa ajili ya kuzifikisha kwa viumbe vyako wengine, sina uwezo huo tena, kwa hivyo sasa hivi zipitishe kwa mtu mwingine badala ya kuzipitisha kwangu. Zaka ni taasisi moja ambayo ikifanyiwa kazi inavyopasa inaweza ikasaidia sana katika swala zima la kupunguza umaskini na pia kuwasaidia wale wanaohitaji kusaidiwa. Hapa sina haja, kwa sababu najua Sheikh Alfan katika mafunzo ambayo ameyatoa mwanzo ameshazieleza hukumu zote za zaka, ameshaeleza makundi yanayostahiki zaka, ambayo kwa asilimia kubwa tukiangalia inakuwa ni makundi ya wahitaji. Whether wahitaji hao ni maskini, wahitaji hao ni mafukara, wahitaji hao wako katika njia ya Mwenyezi Mungu, wahitaji hao ni mtu ambaye ana uwezo wake lakini uko safarini akaharibikiwa. Yote ni kuonyesha kwamba suala la zaka limewekwa kwa lengo maalum na kwa hikma baligha kubwa ambayo mwenyewe Mwenyezi Mungu ndo anayejua mwisho wake, na pindi tukiitekeleza itasaidia katika kuzifanya mali zetu zitakasike zaidi na nafsi zetu zitakasike zaidi. Na suala la kutakasika kwa mali naweza kuliona pale tunapojua kwamba kwa kuwa zaka ni ibada, kama ambavyo unapotekeleza ibada nyingine unahitajika usafi, ikiwa ibada hiyo ni sala, ikiwa ibada hiyo ni funga, ikiwa ibada hiyo ni hija, hata ibada hiyo ikiwa ni shahada, ikiwa mtu ana chembe chembe za shirki, ina maana ni uchafu huo, na hiyo shahada inakuwa haisimami. Kadhalika na kwenye zaka, itapokuwa mali imechumwa kwa usafi, maana yake ni kwamba itaepukana mali hiyo na kudhulumu. Kwa hivyo mtu atachuma kwa njia ambazo anajua mwisho wa siku anataka aiwasilishe haki ya watu kutokana na kile alichokichuma, na atajiepusha na dhulma za aina yote. Sasa kwa kuwa muda nilopewa ni mchache, naomba nimalizie kwa kushauri kitu kimoja. Kwanza, pale tunapokumbuka kwamba wama bikum min ni'matin famin Allah, kwamba hakuna neema yoyote ambayo tunayo isipokuwa inatoka kwa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ametuambia la in shakartum la azidannakum, mtaposhukuru nitakuongezeni. Na shukrani imetafsiriwa sio kusema alhamdulillah peke yake ambayo ni muhimu, lakini pia kivitendo kumuonyesha yule aliyeturuzuku kwamba tunatekeleza kwa namna ambayo inampendeza. Sasa ndugu zangu, tufanye biashara na Mwenyezi Mungu, na uzuri wa biashara na Mwenyezi Mungu ni biashara ambayo siku zote haina hasara. Tunapotoa zaka tunatekeleza wajibu wetu katika kutekeleza nguzo ya msingi kabisa ya Uislamu, katika nguzo 5 muhimu za Uislamu, lakini pia tunajijengea mapenzi kati yetu na wale tunaowapa. Tunaondosha wivu na husda katika miamala yetu na ndugu zetu wengine. Na mwisho kabisa, kwa ile ya mwanzo nasema mwisho sasa hivi ni mwisho B, naomba tupate muda ndugu zangu muiandike hii. Hebu tuangalie mfumo ambao aliushauri Ibn Khaldun katika masuala ya kodi, ambayo inaitwa maarufu Canons of Taxation. Zaka ni katika ukusanyaji ambao sio wa kodi, lakini ukusanyaji wa mapato ambao kiwango chake ni kidogo mno, kiasi ambacho imethibitika kwamba watu watapoelimika vizuri
inasaidia hata katika ile compliance yake kuwa ni kubwa, hakuna upotevu unaotokea. Lakini kubwa zaidi ambalo sote tunapaswa tulifahamu kwamba hata hao wachumi wakubwa wanaotajwa kama Adam Smith ni wachumi ambao wamefaidika na kitabu cha Ibn Khaldun kinachoitwa Muqaddima, ambao ndani yake amezungumzia masuala ya kodi na vipi kodi zinapokuwa kubwa zinapelekea hata mataifa kuporomoka. Hii ni mada pana na muda ambao nimepewa, nashukuru, sisemi kwamba ni mdogo, lakini nasema kwamba umemalizika, na kwa kuwa darasa linataka kuanza, naomba niondoke kwa kukuachieni zawadi hiyo ya kwenda kufanya utafiti japo mdogo tu, hata ukisaji kwenye simu yako tu, Ibn Khaldun's Muqaddima au Ibn Khaldun's Canons of Taxation. Mtapata ilmu ya kutosha ya kuona vipi zaka kama taasisi pindi ikiwa inatekelezwa vile inavyopasa inaweza ikasaidia katika kukuza uchumi, kupunguza umaskini, kuimarisha miji kwa biashara na uaminifu na mambo kama hayo ambayo sote tunayapendelea, ili tuhakikishe kwamba rushwa zinapungua na uchumi wetu unakuwa katika hali ya kuimarika zaidi. Sheikh Alfan, nadhani dakika zangu nimezimaliza. Ikiwa nimefikisha ni kwa taufiki yake Mwenyezi Mungu, na ikiwa sikufikisha na kuombeni radhi ndugu zangu, na nakuombeeni kila la kheri. Mwenyezi Mungu atuwafikishe katika haya tunayoyafanya. Muda mnaoutenga kwa swala hili badala sasa hivi kuangalia series katika television ni muda ambao bila shaka faida yake Mwenyezi Mungu ataanza kukudhihirishieni hapa hapa duniani kabla hata huko akhira tunakokwenda. Wajazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunakushukuru sana mwalimu wetu, kiongozi wetu kwa kalima hiyo ambayo hahitaji kushereheshwa kutokana na jukumu lililoko mbele yetu hapa la kuweza kuendelea na mafunzo haya. Ndugu washiriki, sasa tutaendelea na darasa letu kutoka katika sehemu ambayo tuliishia. Kama mtakumbuka, mara ya mwisho tuliishia katika kutazama ulinganifu baina ya zaka na sadaka, zaka na wakfu, na leo tutaendelea hapo na tutaanza na hili swali, ni jukumu la nani kusimamia zaka? Na kama tunavyofahamu, wanachuoni wanatuambia kwamba hili ni katika majukumu ya msingi ya dola ya Kiislamu. Ni katika majukumu ya msingi ya dola ya Kiislamu kukusanya na kugawa zaka, na hili limethibiti hata katika tarikhi ya maisha ya Mtume SAW. Alikusanya zaka, aliwaamrisha magavana wake aliwatuma katika miji mbalimbali wasimamie ukusanyaji wa zaka, na vile vile khalifa waliokuja kina Abubakar Siddiq alisimamia, na wengineo walisimamia jukumu hili. Kwa hivyo ni jukumu la msingi la dola ya Kiislamu, na iwapo hakuna dola hiyo ya Kiislamu au hakuna dola ambayo imebeba jukumu hili, Muislamu yeye kama yeye au Waislamu kama jamii wanawajibika kutoa zaka kwa watu wanaostahiki. Kwa hivyo yeye binafsi Muislamu anawajibika, na iwapo kama jamii wanawajibika wote kuweza kutimiza nguzo hii iwapo wamekidhi masharti ya kumiliki mali inayotakiwa kutolewa zaka na masharti mengine ambayo tutayaona leo biidhnillahi taala. Kwa hiyo hii ni nukta muhimu, mtu asifikiri au akawa na sintofahamu ya kwamba kwa kuwa hakuna dola ya Kiislamu kwa hivyo basi hakuna wajibu wa kutoa zaka. Hiyo itakuwa tafahumu, hiyo itakuwa ni sintofahamu kubwa sana, kubwa sana. Inapokuwa hakuna dola ya Kiislamu, Muislamu mwenyewe anawajibika kutimiza nguzo hii, kwa maana ya kwamba kupiga hesabu zake na vile vile
kuwagawia wale wanaostahili kupewa zaka. Tukiendelea mbele na leo tutajadili sana jambo hili, ni masharti ya zaka. Zaka, masharti yake. Masharti ya zaka yamegawika sehemu mbili, wameagawa wanachuoni katika sehemu mbili: masharti yanayofungamana na mtoaji na masharti yanayofungamana na mali. Na tukianza na yale yanayofungamana na mtoaji, sharti la kwanza ni Uislamu, au awe Muislamu. Kwa hivyo yule ambaye sio Muislamu hawajibiki na zaka. Zaka ni nguzo ya Uislamu. Zaka inamwajibikia Muislamu, na kwa huyu Muislamu vile vile ni kwamba awe Muislamu ambaye ametamka kalima tu ya la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Kwa hivyo akiwa hata hajabaligh anawajibika kutoa zaka, maana mtoto mdogo anawajibika kutoa zaka. Wale wanaomsimamia mali yake watawajibika kutoa zaka kwa niaba yake. Akiwa mgonjwa wa akili vile vile anawajibika kutoa zaka, na hii ndiyo kauli yenye nguvu ukiondoa kauli ya wanazuoni wengine ambao wanaona mtoto mdogo hajafika baligh hatoi zaka, mgonjwa wa akili hatoi zaka. Lakini kauli yenye nguvu baina ya wanazuoni katika suala hili ni kwamba zaka haifungamani na baleghe wala akili ya mtu, kwamba akili yake iko sawa, si sawa sawa na kama sala ambayo inawajibika kwa mtu aliyebaligh mwenye akili timamu na kadhalika. Lakini zaka inafungamana na mali. Kwa hiyo iwapo mali hiyo maalum mtu anayo, na mtu huyu ni Muislamu, awe mdogo awe mgonjwa wa akili, bado atawajibika kutoa zaka. Lakini kama nilivyosema, baadhi ya wanawazuoni wapo wanaomtoa mtoto, lakini hiyo haina nguvu. Kadhalika vile vile katika sifa za Muislamu huyu ni kwamba anapotimiza ibada hii ya zaka anatakiwa atie nia, awe ametia nia ya kutoa zaka, kwa sababu kama unavyofahamu katika utoaji kuna sadaka, kuna wakfu. Kwa hivyo maimamu wanne wanakubaliana ya kwamba nia ni moja katika masharti ya ibada yoyote ile ya Muislamu, innamal a'malu binniya. Kwa hivyo mtu akitoa bila kunuia kuwa anatekeleza fardhi ya zaka, wanachuoni wanasema haitotosheleza kuwa ametoa zaka, kwa sababu huenda alikusudia kutoa sadaka tu ya kawaida au kitu kingine. Mtu mwenye deni, mtu ambaye analo deni lakini anayo mali iliyofikia nisab, anawajibika vile vile kutoa zaka, isipokuwa yule ambaye amefilisika. Wako watu ambao wanasema katika wale wanaopokea zaka mmoja wapo ni mtu mwenye deni, walgharimin, wenye madeni. Kwa hivyo kama mimi nina madeni bwana, kwa natakiwa kupewa, tunakwambia sifa ya kuwa na deni ni sifa ya mpokeaji ambaye hana mali ukiacha ile deni hana mali iliyofikia nisabu. Kwa hiyo ikiwa wewe mali yako yote ni madeni ya watu, yani huna unachokimiliki wewe ambacho kimefikia nisabu, hapo sawa, wewe una madeni. Lakini kama tutatoa madeni na wewe bado ukabaki na mali na mali hiyo imefikia nisabu, ile sifa ya kwamba kuna watu wanakudai haikutoi katika wajibu wa kutoa zaka. Na hii ni kwa mujibu wa kitabu cha Fiqhu As-Sunna ambacho ni maarufu. Aliyefariki na kuacha deni la zaka ni wajibu kulipwa katika mali ya marehemu kabla ya kurithiwa, kama ambavyo mnafahamu katika tarika, katika mali iliyoachwa kwa ajili ya kugawiwa kwa warithi, sheria yetu imelazimisha kutimizwa mambo mawili kabla ya mali ile kugawiwa. Sharti la kwanza ni deni, kulipwa deni la marehemu kutoka kwenye mali ile, na katika hilo deni inawezekana ikiwa huyu marehemu hakuwa amelipa zaka, hiyo inahesabika kuwa ni deni la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa dainullah wa haqqu an yuqda. Wanazuoni wanatuambia kwamba deni la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala linawajibika kulipwa, na madeni ya watu vile vile yanawajibika kulipwa. Na
Jambo la pili kabla ya kugawa mali ya urithi ni usia ule, kama ameusia ambayo hautakiwi kuvuka thuluth. eh, ile thuluth, ile moja ya tatu inaweza inatakiwa itolewe kwa mujibu wa wasia. Kwa hivyo aliyefariki na kuacha deni, naye ni Muislamu, ameacha deni la zaka, kuwa ametoa zaka, okay, na tunajua sisi, inafahamika kwa warithi wake, au ameandika katika wasia wake, katika tamko lake kwamba mimi ninadaiwa zaka ya miaka miwili au mitatu na kadhalika, ambayo ni makosa kuchelewesha zaka kiasi hicho, lakini ndio binadamu amekuja kutanabahi na akahusia, basi akaandika katika wasia yake kwamba hili jambo litimizwe, basi linawajibika wale watakaokuwa ni wasimamizi wa mirathi kulipa deni la zaka kabla ya kugawa kwa warithi. Sifa ya pili ni mtu huru, sio mtumwa. Kwa hiyo ni mtu Muislamu mwenye sifa tulizotaja, lakini awe huru vile vile, asiwe mtumwa. Mtumwa hana wajibu wa zaka, na alhamdulillah katika nchi zetu tunazoishi sidhani kama leo tunaye mtumwa kiistilahi ya kisheria kwamba huyu ni mtumwa. Kwa hiyo awe mtu huru, si mtumwa. Sifa ya tatu, sharti ya tatu ya mtoaji ni kumiliki mali maalum iliyofikia nisabu, kuwa anayo mali ambayo sheria yetu inaitambua kwa mali hii ina sifa ya kutolewa zaka, na ikawa imefikia kiwango kile ambacho ni cha chini, tunasema kinachowajibikia mali hiyo kutolewa zaka. Na sifa au sharti la nne ni kuwa na umiliki kamilifu. Huyu mwenye mali awe anaimiliki ile mali milku tama, umiliki kikamilifu. Mwenye mali awe ana umiliki wa mali hiyo, umiliki uliokamilika, yani ana full control katika ownership ya hiyo mali. Kwa hizi ni sharti nne. Katika kadhia hii ya umiliki, tunapenda kufafanua ya kwamba kuna umiliki wa pamoja. Leo tunafahamu ya kwamba tunaanzisha biashara wakati mwingine katika sura ile ya ushirika, partnership, kwa ajili ya kufanya biashara pamoja, au kwa njia hii ya kampuni, shareholders, tunakuwa ni shareholders. Hii inafahamika kama umiliki wa pamoja, na kisheria inaitwa khulta. Okay? Na hii inapelekea kwa mali hiyo au biashara hiyo inaomilikiwa kwa pamoja kuwajibikiwa kutolewa zaka kwa umoja wao. Yani mali hii itatazama kuwa ni kitu kimoja, haitotazama wewe unamiliki 20%, 30%, 40%. Hii itahesabika kuwa ni sawa na mali ya mtu mmoja, na hivyo hata kama kwa asilimia zenu nyinyi mmoja mmoja, pengine hiyo mitaji au huo umiliki thamani yake haifikii nisabu ya kutoa zaka, lakini kama kwa umoja wake, mali hii ya biashara, mmetoa fedha, mmeweka biashara, mnaiendesha kwa pamoja, hatutotazama wewe unamiliki ngapi na unamiliki ngapi. Kinachotazama ni kwamba hii ni mali kama mali ya mtu mmoja, itatakiwa kutolewa zaka katika sura hiyo. Iwapo watu watashirikiana katika mali kiasi cha kuhesabika mali ile kuwa ni moja, mfano mali ya ushirika, basi mali hiyo inawajibika kutoa zaka ikifikia kiwango cha nisabu, hata kama fungu la kila mmoja halijafikia kiwango cha zaka. Hali hii ni sawa kama ushirika huo umetokana na urithi au umetokana na nyinyi wenyewe kuwa mmewafik kwamba tunaanzisha biashara au uwekezaji wa pamoja. Niweke tanbihi hapa, iko kauli ambayo kwa research zangu nilikutana nayo ya Ibn Uthaymeen, ambaye yeye ametofautiana na wanazuoni wengine katika swala la ushirika au mali inayomilikiwa kwa ushirika kutokana na urithi, na ameweka hoja zake kwamba hii si mali inayolenga kufanya biashara, bali imewaangukia hawa warithi katika process au katika hatua au katika ile hali ya kwamba mwenye mali amefariki. Sasa imewaangukia hawa, wamejikuta by default kwamba wao ndo wamiliki na hawana lengo la kufanya biashara, kuendeleza mali, bali
wako katika mchakato labda wa kuigawa hiyo mali, kila mmoja achukue chake. Lakini ukiacha kauli hiyo, wanawazuoni wengine wanaona ya kwamba haijalishi umiliki huu wa pamoja umetokana na urithi au sababu nyingine, maadamu hii mali sasa inamilikiwa na nyinyi kwa sababu ndio warithi, maana kila mmoja hapo ana fungu lake, na itahesabika kwamba hii sasa ni mali yenu, na kama itakuwa haikugawiwa na ikakaa mwaka mzima au miaka na ikawa ni mali ambayo inatakiwa kutolewa zaka, labda mifugo hamjaigawa na ishafikia nisabu, itatakiwa nyote itahesabika ni mali kama mtu mmoja, inatakiwa itolewe zaka. Kwa hivyo hiyo ni ufafanuzi mmoja katika umiliki, lakini kuna umiliki ambao haujakamilika. Kuna umiliki ambao haujakamilika. Wanachuoni wanatuambia kwamba mali ni ya mtu au kundi la watu, lakini kama hawana mamlaka nayo kikamilifu, yani huna full control. Kwa mfano, fedha za hifadhi ya jamii, una fedha unakatwa wewe, zinawekwa NSSF, PSSF, ZSSF. Je, usitolee zaka kila mwaka? Wako baadhi ya wanazuoni wanaokwenda na rai ya kwamba utazitolea zaka, okay, kwa kuwa hili ni kama deni, kama vile wewe unaidai taasisi ya fedha, na kwa makubaliano watakulipa utakapofika miaka 60. Wako wanawachuoni waliokwenda na rai hiyo, na wako wanawachuoni wengine waliokwenda na rai ya kwamba wewe huna umiliki, huna full control juu ya hili, na wala hujui utalipwa au hutakuja kufa ikawa hazijaingia kabisa katika mikono yako. Kwa hivyo rai tunayoona yenye nguvu ni kwamba hii mali iliyopo katika hifadhi ya jamii umekosa wewe control, una control nayo. Mali iliyotaifishwa na dola au kunyakuliwa na dola, dola imenationalize ikawa imechukuliwa na serikali, hiyo huwajibiki kuitolea zaka. Kuna amana ya kisheria, legal deposit. Wakati mwingine unapofungua baadhi ya biashara fulani, unatakiwa uweke kima fulani cha fedha. Hili tutakuja kulitazama huko mbele. Kuna legal deposit za aina mbili, kuna permanent legal deposit na kuna temporary legal deposit. Yani deposit, amana ya kisheria ambayo unatakiwa uiweke katika biashara inayokaa muda mrefu, muda wote wa ile biashara, amana hiyo iwepo. Na ziko amana nyingine za kisheria ambazo zinatakiwa tuziweko katika kipindi fulani, baada ya hapo zinarudi kwako. Juu ya ile permanent, wanasema ikiwa ni permanent legal deposit, wanazuoni wanatuambia hiyo haiwajibikiwi kutolewa zaka mpaka utakapopata umiliki wake, utakaporejeshewa, ndio utakapokuja kutolea zaka. Na hii temporary deposit ambayo imeiweka labda kama dhamana ya mkopo, okay, au umeiweka kwa sababu mamlaka ya usimamizi wa biashara hiyo imetaka uweke fedha hizi katika akaunti fulani mpaka utakapoanza hiyo biashara, sasa ndio unaweza kupewa na kuendelea nayo. Ikiwa ni temporary legal deposit, hiyo inawajibikiwa kutolewa zaka. Mali iliyoibwa huna umiliki nayo, inapoteza sifa ya umiliki, kwa hivyo huwezi kuitolea zaka mali iliyoibwa. Mali iliyopotea kadhalika, mali ya mkopo ambao haitarajiwi kulipwa, hili ndio neno la underline, yani utarajii kutoka kwa mtu kukulipa. Ama lile ambalo unatarajia kulipwa, hiyo inahesabika kwa unao umiliki wa mali hiyo. Amana ya lazima inayohodhiwa na serikali, hii vile vile inakuwa inatoka kwenye umiliki. Kwa hivyo hii ni mifano ya umiliki ambao hujakamilika, na vile vile mifano mingine ya umiliki ambao hujakamilika ni mali za umma. Mfano, mali za serikali, mali zilizomo katika baitul mali huwa hazitolewi zaka, kwa sababu hakuna anayezimiliki umiliki uliokamilika. Mali zilizowekwa wakfu, okay, kwa kundi kubwa maalum, mfano kwa ajili ya maskini na nini. Sasa hapa kuna wanachuoni wanatofautisha wakfu mbili. Kuna wakfu khairi na wakfu dhurri, yani wakfu kwa ajili ya familia yako na wakfu kwa ajili ya umma, watu wote. Wanasema wanachuoni kama ni wakfu wa umma, huu hauna zaka. Ama wakfu dhurri, wakfu kwa ajili ya wanafamilia, okay,
yale manufaa yatakayokuwa yanatokana na wakfu ule, wale wanaopokea watawajibika wao kutoa zaka kulingana na fungu wanalolipata. Kwa hivyo ikiwa ni wakfu wa umma umelenga maskini, mayatima, misikiti, madrasa na kadhalika, hiyo haitolewi zaka kwa kuwa imepoteza sifa hiyo ya umiliki. Hiyo ni ufafanuzi kwenye eneo la masharti yanayofungamana na mtoaji zaka. Ama mali inayotolewa zaka nayo inatakiwa ikidhi masharti yafuatayo. Sharti la kwanza ni annamaa. Ili mali hii tu iingie katika mali maalum zinazotolewa zaka, inatakiwa iwe na sifa ya namaa, ya kuongezeka. Okay? Yani iwe yenyewe inaongezeka, organic growth, au ina potential to grow. Okay, kuna mali zina grow organically. Mfano mifugo ina grow organically. Ukishakuwa na mifugo miwili, mke jike na jike, wanaweza kuzaliana, wana grow organically. Au mimea, mazao yana grow mazao organically. Okay, lakini kuna mali nyingine ambazo zina potential to grow, ambayo ni kama masala ya fedha. Okay, zina grow ima thamani yake kila baada ya muda, kama dhahabu, silver, tunaona thamani yake inakuwa lakini fedha kama fedha taslimu zenyewe japo ni za makaratasi, lakini zinaweza kuongezeka, zinayo potential ya kuongezeka kwa njia ya biashara. Kwa hiyo hata kama itakuwa wewe umezifungia tu kwenye magunia au zimekaa tu benki lakini zenyewe zina sifa ya kuweza kuongezeka kwa njia ya kufanya biashara au kufanya uwekezaji. Kwa hivyo annama ni sharti muhimu katika kuibainisha au kuibaini mali inayotolewa zaka. Sharti la pili la mali inayotolewa zaka ni lazima ifikie nisab, hiyo imefikia kiwango maalum ambacho kimewekwa na sheria ya Kiislamu kwa kila fungu la mali katika mali zinazotolewa zaka, kama ilivyobainishwa na Mtume sallam, na tutakuja kuona katika kila mali husika iko na nisabu yake. Sharti la tatu linalofungamana na mali ni haul. Iwapo mali imefikia kiwango hicho, kiwango cha nisab, inatakiwa iwe kiwango hicho cha nisabu ni ndani ya mwaka mzima, kipo katika kiwango cha nisab ndani ya mwaka mzima, iwe ni mwaka wa Kiislamu au kama ni mwaka huu wa miladia, inatakiwa iwe imetimiza nisab katika kipindi hicho. Ikiwa haijatimiza nisabu kwa kipindi cha mwaka, inakuwa haiwajibiki kutolewa zaka, na tutakuja kusherehesha hili kwa undani zaidi, lakini hapa niweke tanbihi tu ya kwamba ziko mali nyingine au ziko mali zinazowajibika kutolewa zaka nyingine ambazo hazina sharti la hauli. Kwa hiyo ni sharti tu la ujumla, lakini mfano mazao hayawajibikiwi, mazao hayana hauli mazao. Kadhalika madini, ukiondoa dhahabu na fedha kwa kauli ya Imam Shafi'i na wengineo, ni kwamba hayana hauli. Ukiwa umepata madini diamond na tanzanite au na vitu kama hivi, unatakiwa utolee zaka unapokuwa umeyapata. Of course wako wanazuoni wengine ambao kama Imam Shafi'i hatambui zaka kuwajibika katika madini isipokuwa silver na dhahabu. Tutakuja kuyaona hayo katika zaka ya madini, kuna akwali mbalimbali, lakini kwa ujumla sharti za ujumla katika mali kama hizi nyingine, mali za biashara na mifugo, okay, na dhahabu na fedha ziwe za kigeni au fedha hizi za kidijitali, okay, zinatakiwa zitimize sharti hili la haul. Mali ambazo hazina haul, hii nishaeleza kwa ufupi. Tutakuja kuona kwa undani katika makundi haya ya mali huko baadaye. Nataja kilimo, madini, asali. Kuna akwali, kuna wengine wanasema itolewi zaka kabisa, kuna wengine wanasema inatolewa zaka, na wale wanaosema inatolewa zaka, kuna kauli nyingi tutakuja kuona. Mali iliyopotea kisha ukaipata, ilipotea lakini ukaja ukaipata, hii huwa inatakiwa itolewe zaka. Hatutokungojea kama ilipotea kwa kipindi cha zaidi ya mwaka, yani ipotea zaidi ya mwaka alafu ukaja ukaipata, utaitabidi uitolee zaka, sio tena mpaka usubiri itimize hauli tena. Tolea zaka baada ya kuipata, lakini iwapo ilipotea kwa kipindi cha zaidi ya mwaka na ilikuwa ni kiwango ambacho ya nisabu.
Faida ya mali ya biashara na uwekezaji katika sukuk au mifuko ya hifadhi ya jamii. Wakati mwingine umewekeza katika sukuk na ile faida inalipwa quarterly, kila baada ya miezi mitatu au kila baada ya miezi sita au kila baada ya mwaka unalipwa ile faida katika ile sukuk. Sasa ziko rai nyingi katika masala ya sukuk na nini, lakini kwa ujumla ni kwamba faida ya mali ya biashara haitenganishwi na rasilimali. Iwapo rasilimali imekaa mwaka, hata kama hii faida ilikuja hapa katikati na nini, ambayo haionekani kuwa umeipata na kukaa na wewe kwa mwaka, lakini iwapo ilipatikana kutokana na ile rasilimali na ikawa mpaka mwisho wa mwaka, hiyo faida unayo. Yani umelipwa faida ya sukuk katika benki akaunti yako, iko fedha hiyo, kila ilipolipwa iko, haukuigusa wala haukuitumia, na ikakaa mwaka, inafuata hukumu ya ile rasilimali. Kama rasilimali nayo ilikuwepo, okay, hata kama faida ilikuja kupatikana miezi mitatu na nyingine miezi mitatu na nyingine miezi mitatu, ni wazi ya kwamba faida hizi zilivyogawiwa hakuna iliyotimiza mwaka. Lakini kuna kaida ya kifiqhi ambayo inasema atabi tabi, okay, kwa maana ya kwamba kitu ambacho kinakuja kinabeba hukumu ya kile kitu kilichokuwa ni asili ya kusababishia kuja kwa hiki, ile ambacho chenyewe hakijitegemei. Kama faida haijitegemei yenyewe, faida inakuja kutokana na mali. Kuna mali fulani, okay, kama ni rasilimali, ile ni biashara, ulitia mtaji pale, faida inakuja kufuata ule mtaji. Kwa hiyo hukumu yake ni hukumu ile ya mtaji. Mtaji ulikaa mwaka mzima katika nisab, basi na kila kinachokuja hapo kutokana na huo mtaji, kuzalishwa na mtaji, kinabeba hukumu ya ule mtaji. Hiyo ni iko hivyo. Kwa mtu asije akasema sasa faida hii inayopatikana lakini imepatikana hapa katikati haikuwa imetimiza mwaka, ikawa anaona labda inatolewa rasilimali tu, sio faida. Hapana, zote. Kadhia katika haul, mali hiyo imefikia nisab na kutimiza mwaka mzima bila kupungua chini ya nisab. Okay, hii ni kauli ya jamhuri ya maulama. Wanaona kwamba mali hiyo katika kipindi chote cha mwaka iwe imefikia nisabu na kutimika mwaka mzima bila kupungua chini ya nisabu. Lakini Imamu Abu Hanifa ametofautiana na jamhur. Yeye anasema ya kwamba inatakiwa tu nisabu, sifa ya nisabu iwe tu mwanzo wa mwaka na mwisho wa mwaka. Hapa katikati kushuka chini ya nisabu hakuondoshi wajibu wa kulipa zaka iwapo mwisho wa mwaka imefikia nisabu. Kwa mfano, mtu alikuwa ana pesa milioni zake 30 Januari mwaka jana, lakini hapo katikati akaja akazitoa zikawa milioni labda 20 ambayo ni chini ya nisabu. Kwa mfano, kwa wale ambao tunatumia nisabu ya dhahabu, kwa mfano nisabu ya dhahabu. Kwa hivyo, kwa kuwa imetoka chini ya kiwango cha nisab, ni kwamba kwa mujibu wa Imam Shafi, Malik na Ahmad wanaona ya kwamba hii inakuwa tayari ishapoteza sifa ya kuwa ni mali inayotakiwa kuwajibikiwa zaka mpaka pale itakapofikia tena nisab. Lakini Imam Abu Hanifa anasema hapana, bado haijatoka, tutaangalia mwisho wa mwaka. Iwapo sasa hapo katikati tena ukaja ukapata milioni 5 ikawa 25, ukaja ukapata 10, ikawa imeongezeka 35. Sasa mpaka mwisho wa mwaka, tukiangalia mwisho wa mwaka ni sasa una 35. Okay, kwa hivyo maadamu mwanzo wa mwaka ilikuwa katika nisabu na mwisho wa mwaka iko katika nisabu, kwa rai ya Imam Abu Hanifa ni kwamba hili kushuka kupanda hapo katikati hakubadilishi hukumu ya mali hiyo kutolewa nisabu. Ama kwa jamhur Shafi'i, Malik na Ahmad wanasema ya kwamba inabidi take account, uangalie kila mwezi, pale inaposhuka katika nisabu inaondoka ile mali katika kuweka hesabu ya kuhesabu miezi 12. Itakapokuwa imefika katika nisabu, hii milioni 20 labda
mwezi wa nne ilikuwa imeshuka hivyo, alafu tena mashallah ukaja mwezi wa sita ukaanza ukapata milioni 40. Kwa hiyo kama mwezi wa sita ndio umepata milioni 40 ishafikia nisabu. Kwa hivyo hapo ndo utaanza kuhesabu miezi 12 ijayo, kama mali hii bado ingalipo au ilikaa katika hiyo nisabu kwa miezi hiyo 12. Kwa hivyo huo ni ufafanuzi juu ya kauli mbili hizi juu ya kadhia ya haul. Kadhalika vile vile kuna kadhia nyingine, mali yote kuharibika au kuibiwa baada ya kuwa katika umiliki wako ndani ya mwaka mzima. Ulikuwa una mali ndani ya mwaka mzima imefikia nisabu, lakini haikuwa inawezekana kutoa zaka wakati huo. Kwa mfano ulikuwa unawatafuta wanaostahiki, au kwa mfano ulikuwa huna fedha taslimu, unayo mali imefikia nisabu, lakini bahati mbaya baada tu ya miezi 12, mwezi wa 13, mali ile ikaharibika au ikaibiwa. Okay, ikaibiwa tu, ni kwamba ikawa imeibiwa na wakati ule ilikuwa haiwezekani kuitolea zaka. Okay, yani kabla ya kutokea uharibifu ule au kuibiwa kule, ilikuwa huna uwezo wa kutoa, kwa sababu huna fedha. Una mamali, una mzigo, una nini, lakini huna fedha, kwa haikuwa inawezekana, au kwa sababu ya kuwa ulikuwa unatafuta anayestahili. Okay, lakini ukaja ukaibiwa hizo fedha zenyewe. Okay, kwa mujibu wa Imam Shafi'i na kwa mujibu wa kitabu cha Umdat Saliki, anasema hawajibiki kutoa zaka kwa kuwa kuharibika kwa mali hiyo hakukutokana na uzembe wa mmiliki wake. Hii ni rai, ni katika kauli katika madhhab ya Imam Shafi'i kwa mujibu wa kitabu cha Umdat Salik. Mali yote kuharibika. Sasa kadhia nyingine hii, mali yote kuharibika au kuibiwa baada ya kuwa katika umiliki wako ndani ya mwaka mzima, na ilikuwa inawezekana kutoa kabla ya tukio husika. Ulikuwa unaweza kutoa, fedha unazo, na haikuwa sijui kwa sababu ya kuwa labda hujui mtu wa kumpa na nini, kwa uzembe tu au kwa uvivu tu au kwa hiyo ajizi tu. Okay, lakini ukaibiwa, ukaja ikatokea kuharibika, kwa anasema anawajibika kutoa zaka kwa mali yote, hata kama hiyo mali sasa ilishaharibika au iliibiwa, na wakati huo ilikuwa hakuna sababu yoyote ya wewe kutokutoa ile zaka kwa ule wakati, hakuwa na sababu zote za kisheria, bado utawajibika kutoa zaka. Ikiwa sehemu tu ya mali hiyo ndio imeharibika baada ya mwaka kukamilika, na sehemu nyingine ikiwa salama lakini haijafikia kiwango cha nisabu, wanasema atawajibika kutoa zaka katika sehemu ya ile mali iliyobakia. Kwa hivyo kuna sehemu ya mali ilishakaa katika mwaka mzima ikamilika ikiwa katika hali salama, lakini kuna sehemu nyingine ndio ikaja ikaharibika. Kwa wanasema atawajibika kutoa zaka katika ile sehemu ya mali ambayo imebaki. Kadhia nyingine ni zaka haiwajibiki kwa mtu ambaye umiliki wa mali ulikoma kabla ya kutimiza mwaka. Hii iko wazi. Kwa hiyo ulikuwa una biashara yako, ulikuwa una mifugo yako, ulikuwa una mbuzi wako. Okay, kwa idadi ya nisabu imefika, lakini ukakoma ule umiliki, ulikuja ukauza mbuzi, ulikuja ukaiuza hiyo biashara yenyewe. Okay, itakuwa huna uwajibiki tena kwa kuwa umiliki ulishakoma kabla ya mwaka. Mtu ambaye ameuza kitu alichokuwa anamiliki ili kuepuka zaka, mtu ambaye ameuza kitu alichokuwa anamiliki ili kuepuka kulipa zaka, kitendo hicho ni haramu, lakini yale mauzo, ile muamala wa kuuza ni halal, lakini kile kitendo cha yeye kwamba anataka kupoteza umiliki kwa muda mfupi ili akimbie zaka, okay, hiyo inakuwa ni kitu ambacho hakifai. Kwa hivyo ikiwa mtu ameuza mali yote au sehemu ya mali baada ya kutimiza mwaka, lakini kabla ya kutoa zaka yake, sehemu aliyouza ambayo iliwajibikiwa kutolewa kama zaka sio halali mauziano hayo, kwa kuwa auza kitu ambacho sio umiliki wake, sio mmiliki wake. Kwa mfano una mbuzi 50, kama unavyojua nisabu ya mbuzi ni 40,
una mbuzi 50 ambao wametimiza mwaka na unatakiwa kutoa zaka ya mbuzi mmoja, lakini kabla ya kutoa zaka ukauza mbuzi wote 50, akiwemo huyo mmoja anayetakiwa kutolewa zaka, anatakiwa kutolewa zaka. Thamani ya huyo mbuzi mmoja sio halali kwa muuzaji, kwa kuwa wewe umeuza mbuzi 50 ambao ulikuwa nao ndani ya mwaka, yani walishakaa hauli, okay, alafu ukaja ukawauza wote au sehemu yake, okay, basi ujue utakuwa umefanya kosa hilo, utakuwa umemuuza mpaka yule mbuzi ambaye alitakiwa atolewe zaka. Kwa hiyo itakuwa sio halali kwa yule mbuzi ambaye wewe umemuuza, ambaye hakupaswa kuuzwa kwa sababu hakuwa katika umiliki wako. Kutoa zaka kabla ya hauli. Una kadhia ya kutoa zaka kabla ya hauli. Je, kabla ya kutimiza mwaka unaweza kutoa zaka? Naam, wanachuoni wanasema inajuzu kuitanguliza kwa muda wowote. Wako wanaosema hivyo, kwa muda wowote, iwe muda mfupi au kwa muda mrefu. Yaani unaweza kuitanguliza hata kama ni kabla ya miezi 6 ya wewe kutimiza mwaka, unaweza ukatanguliza, iwe muda mfupi au hata ikiwa umebaki labda mwezi mmoja unaweza kutanguliza. Na hii ni kauli ya Imam Shafi, Abu Hanifa na Hanbali. Wengine wanachuoni wengine wanasema haijuzu kuitanguliza kama ilivyo swala. Hii ni kauli ambayo haina nguvu sana, lakini tunahitaji kielimu, ya maana ya kielimu. Al-Laythi na Malik. Na kauli nyingine wanasema inajuzu kuitanguliza ikiwa muda wake umekaribia. Yaani kuna masiku machache tu kutimiza haul, kutimiza mwaka. Imebaki labda wiki hivi ndo hiyo mali itimize mwaka, imebaki kama siku tu chache, mwezi, miezi. Okay, ikiwa muda uliobaki ni mchache wanasema inafaa, lakini ikiwa muda ni mrefu, okay, hiyo itakuwa haifai. Hii ni vile vile sio kauli yenye nguvu sana kutoka kwa wanachuoni hawa Mawazi na Ziyada. Kauli rajii hapa katika jambo hili la kutanguliza ni kwamba inajuzu kuitanguliza kwa muda wowote, okay, maadamu tu wewe mali yako iko katika nisabu. Mimi unajua kabisa mimi ni bilionea, mimi ni milionea, okay, mali yangu alhamdulillah, sitarajii kwamba ndani ya hii miezi 6 ijayo itaweza kuathirika kiasi cha kushuka mpaka nisabu. Okay, lakini wallahu aalam, Mungu ndiye anayejua, lakini wewe unayo umiliki, unayo mali iliyofikia nisabu. Okay, na una matumaini ya hayo ya kwamba hata mwaka huu ukimalizika pia nitakuwa mimi katika ile nisabu. Kwa hivyo maadamu hiyo ndio hali yako unavyoiona, unaruhusiwa kuitanguliza kwa muda wowote ule, lakini ni lazima itakapokuwa umeshatimiza ule mwaka ukishakamilika, lazima ufanye hesabu ya uhakika. Maana usije ukatanguliza huko kama umetanguliza kiasi kidogo kuliko kile ambacho kinapaswa kutolewa. Kwa lazima mwisho wa mwaka husika ufanye hesabu ya uhakika, kama kile ulichotanguliza kimezidi fi biha wa neema. Kama itakuwa ulichokitanguliza ni kidogo kuliko kile ambacho unatakiwa ukitoe, basi utajazia katika hicho kilichobaki. Kwa kumalizia, katika sharti ya zaka vile vile kuna swala la sharti jingine, haina deni la mtu mwingine, haina deni la mtu mwingine. Hii inamaanisha kwamba ikiwa mmiliki wake anadaiwa kiasi cha madeni ambayo inapelekea kuwa na mali chini ya nisabu, yani mimi nina mali lakini katika mali hii pengine huna chochote unachomiliki. Wako wafanya biashara ambao wamepewa mali za mkopo, kwa kweli watu wana mikopo, mali zote mkopo, kiasi cha kwamba ukitoa hilo deni yani hiyo mali ya watu ukipigia hesabu, yeye hana mali anayoimiliki iliyofikia nisabu, yeye hana. Kwa hiyo huyu amepoteza sifa, kwa kuwa hiyo anayomiliki yote ni madeni tu ya watu, ni mali ambayo yeye amekopeshwa, okay? Iko katika ana umiliki na anaimiliki, lakini anaimiliki mali, lakini thaman sio ya kwake. Kwa hiyo magari uliokopeshwa 20 30, tukipiga hesabu haya yote ni magari yako, kwa sababu wana ndio washakuuzia wewe kwa mkopo. Sio mali zao, lakini thaman unadaiwa kule, thamani ya yale magari. Okay, kwa hiyo tukipiga thamani ya haya magari, okay, yani tukipiga value ya haya magari, thamani yake ambayo ndio tunasema unayamiliki wewe, lakini kwa mkopo, tukitoa hilo deni, ikiwa kinachobaki hakifiki nisabu, wewe utoe zaka. Lakini ikiwa kinachobaki katika hiyo thamani, ukishatoa deni,
kimevuka nisab, utawajibika kutoa zaka, na hii hasa hususan tunaizungumzia katika muktadha wa biashara, katika muktadha wa kilimo na mifugo na madini. Tutakuja kutazama kauli za wanawachuoni kuhusiana na kadhia ya deni, iwapo mtu yuko katika kilimo, yeye ni mkulima lakini amekopa mbegu, amekopa zana za kilimo, amekopa mbolea. Je, vipi haya madeni yanahesabika au hayahesabiki na kadhalika? Hilo tutakuja kusherehesha zaidi katika mali husika. Katika kadhia ya madeni, yako madeni aina tatu, namna tatu. Kuna madeni unadaiwa na mtu, deni hili hupunguza thamani ya mali unayopaswa kulipwa zaka, na hapa nasisitiza katika context ya mtu binafsi au mfanya biashara Tuache hapa sasa hivi context ya mkulima au context ya mfugaji, tusiweke katika fikra zetu kwa sasa katika nukta hii ninayoeleza hapa. Haya tutakuja kuona makadhia ya madeni katika mali hizo katika darasa zinazokuja, na pia hii kadhia ya madeni tutakuja kuirejea tena tutakapozungumzia vile vile mali ya biashara huko mbele. Kwa hapa napita kwa haraka, lakini tuwe na utulivu. Kadhia ya deni ni kadhia ambayo tutakuja kuieleza kwa kina katika kila sampuli ya mali inapokuwa na deni na kuaje. Kadhia ya pili katika swala ya deni, unamdai mtu na unatarajia kulipwa. Yani hili huwa ni sehemu ya thamani ya mali inayotolewa zaka. Kwa hivyo kama una debtors, okay, unatarajia watakulipa, unahesabu kwamba unajumlisha thamani ya hayo madeni unayodai katika mali yako. Yale ambayo ni bad debts, utarajii kulipwa, hayo huyahesabu. Deni la muda mrefu ambalo hutolewa sehemu tu katika thamani ya mali, deni la muda mrefu ambalo unalipa kidogo kidogo, okay, utatoa tu sehemu tu katika thamani ya mali inayopaswa kutolewa zaka. Yani kuna mtu ana deni la miaka 6, ana deni la miaka 10, ana deni la miaka 20, okay, lakini deni hilo kwa makubaliano alionayo na anayemdai analipa kila mwezi. Okay, sasa swala linakuja, utatoa deni lote hilo la miaka 6 au utatoa tu kile kiwango unachodaiwa kwa ule mwaka? Okay, tutakuja kuona kadhia hiyo imekaa vipi baina ya wanawazuoni wa sasa. Kadhalika kadhia ya deni ambalo unadai watu wengine, kufafanua zaidi, deni unalodai watu wengine kuna rai tatu. Okay, rai ya kwanza, deni unalodai halitolewi zaka kabisa. Wako ambao wanaona ya kwamba deni halina sifa ya annamaa, baada ya wanachuoni kama sahaba ibn Umar, mama Aisha, Ikrima ibn Hazm na Zahir, wanaona kwamba deni unalodai, iwe unatarajia kulipwa, iwe utarajiwi kulipwa, halina zaka, utolewe zaka mpaka utakapokuwa umepata, kwa sababu huna umiliki na deni halina sifa ya annamaa. Kama mnavyojua katika deni, katika sheria ya Kiislamu, deni halizai kitu chochote katika sheria. Lakini hii sio kauli yenye nguvu, lakini kauli ipo miongoni mwa masahaba na wanazuoni wengine. Kauli ya pili, deni linalotarajiwa kulipwa hutolewa zaka na lisilotarajiwa kulipwa halitolewi zaka. Hii ni kauli wamekwenda nayo kina Imam Malik na Imam Abu Hanifa. Na rai ya tatu, deni lote unalodai hutolewa zaka. Deni lote unalodai hutolewa zaka. Okay, Imam Shafi anasema ikiwa mdaiwa ni mtu mwenye mali, zaka yake hutolewa hata kabla ya kulipwa kila mwaka. Mtu ambaye unamdai wewe ni mtu ambaye anatarajiwa kulipa. Okay? Kwa hivyo utatakiwa wewe ulitolee zaka deni hilo. Imam Hanbali na Hanafi anaona kuwa zaka yake itatolewa tu baada ya kupokewa. Okay? Utakapokuwa umepokea au umeshalipwa ndio utatoa zaka, na utalipa kwa miaka yote ile ya nyuma. Na wengine sasa, ikiwa mdaiwa ni mtu asiyekuwa na mali ambaye hajiwezi, zaka yake itatolewa tu baada ya kuwa umepata. Na wanachuoni wengine Musayyib na Abu Rabah wanaona kwamba zaka itatolewa na anayedai kwa muda wa mwaka mmoja tu uliopita. Kwa hii ni swala la muda gani unatoa zaka? Unaitolea deni lile zaka kila mwaka au pale utakapolipwa? Imam Shafi anasema maadamu huyo unayemdai ni solvent
ni mtu ambaye anao mali, anao uwezo, sio muflis, alifilisika, basi wewe utatoa zaka kila mwaka, hata kama itakuwa halijalipwa bado. Wengine wanachuoni wengine wanasema itatolewa tu unapopokea. Hii ni Imam Hanbali na Hanafi. Utakapopokea tu ndo utalipa, lakini vile vile utalipa zaka yake kwa muda wote ule. Kama kulikuwa kuna miaka ya nyuma huko ambayo haikulipwa, utatoa zaka yake kwa miaka yote ya nyuma. Na vile vile kuna kadhia nyingine inajitokeza katika masala ya deni unalodai. Sasa kadhia ya kwanza ni kwamba mfano ukiwa unadai milioni 10, lakini unajua kabisa utakachopokea ni milioni 2 tu ndani ya mwaka husika. Okay? Je, utoe zaka deni lote la milioni 10 au utaitolea zaka hii milioni 2 tu unaotarajia kulipwa? Mimi namdai mtu milioni 10, lakini mwaka huu ambao ndio mwaka wako wa hesabu za zaka atalipa milioni 2 tu. Je, nitoe zaka kwenye hii milioni 2 ambayo natarajia nitaipokea ndani ya kipindi kile cha mwaka wako wa mahesabu ya zaka, au kiwango chote kile milioni 10 yote? Sasa Majma al-Fiqhi, Islamic Fiqh Academy, na Sharia Board ya Ayofi Standard wanaona kwamba ni deni lote litatolewa zaka. Hutotoa zaka kwenye ile milioni 2 tu, utahesabu milioni yote 10 ile, kama ni mali ambayo ni yako, unatakiwa uitolee zaka. Kuna rai ya pili, wanaona ya kwamba utakayoitolea zaka ni ile sehemu tu ambayo unatarajia kuipokea, na hii ni rai ya Muslim World League. Mfano unadai milioni 10, lakini unatarajia utapokea milioni 2 tu ndani ya mwaka husika, utalipa zaka katika ile 2 tu ambao unatarajia kuipokea na si deni lote. Kwa hivyo hizi ni kauli au rai mbili ambazo zipo na miongoni mwa majopo ya mabodi ya wanawazuoni. Mimi hupendelea kwenda na kauli ya kwanza. Huwa nashauri watu kwenda na kauli ya kwanza, lakini hatufanyi inkar katika masala ya ikhtilaf, kama kaida inatuongoza, wala inkaru fi mas'alati al-ikhtilaf. Kama kuna jambo lina ikhtilafu baina wanazuoni, hatuwezi kumkemea na kumlaumu yule ambaye atakuwa amekwenda na rai nyingine katika rai za maulama ambao wanategemewa. Naam, kwa hivyo hiyo ni nukta inayozungumzia madeni unayodai, lakini kuna kadhia ya deni unalodaiwa. Madeni unayodaiwa yamegawika katika madeni ya watu na madeni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, kuna madeni wewe unadaiwa, okay, ya watu, na kuna madeni ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo madeni ya watu, okay, Imam Shafi anasema madeni yote mawili yanatolewa. Kwa hiyo kama wewe una deni la mtu anakudai, unapopiga hesabu, lakini hapa nina fedha za mtu, okay, hizi wewe utatoa, hutohesabu katika mali yako, kwa hiyo ni mali ya mtu mwingine. Na vile vile kama una madeni ya Mwenyezi Mungu, okay, kuna kwa mfano kafarata, au kuna deni, una deni la zaka katika miaka iliyopita, unatakiwa uhakikishe ya kwamba umetoa kabla ya kupiga hesabu ya mali yako ambayo unaimiliki wewe mwenyewe. Ama Imam Abu Hanifa anasema madeni ya watu tu ndio hutolewa, isipokuwa deni la zaka unayodaiwa, kwa kuwa hiyo ni haki ya maskini kwa mujibu wa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo yeye Imam Abu Hanifa anaona ni madeni ya watu hutolewa, yani hujumuishi mali ambayo unajua katika mali hii kuna thamani fulani nadaiwa. Kwa hivyo una deni, mtu amekupa fedha zake anakudai, kwa hiyo hutoitolea wewe zaka, hiyo anawajibika yeye anayekudai ndio kutolea zaka, sio wewe. Lakini Imam Abu Hanifa anasema isipokuwa deni la zaka, kwa sababu zaka pia sio mali yako, ni mali ya maskini. Ile ni mali ya maskini. Kwa kuna zaka hukuitoa, okay, hutojumuisha kupiga hesabu mpaka ile sehemu ya zaka ambayo ulitakiwa uitoe mwaka uliopita. Okay, hii sio mali yako, ni mali ya maskini. Okay, kwa hiyo ulitakiwa uitoe, ibaki kile ambacho ndio cha kwako. Madeni ya kulipa mara moja na madeni ya kulipa taratibu yote hutolewa katika hesabu ya zaka. Hiyo ni deni hili unalilipa
mara moja au ni deni ambayo unalipa on installment kidogo kidogo, haijalishi deni la kulipa mara moja au deni unalolipa kidogo kidogo, eh, unalodaiwa, haya yote yanatolewa. Madeni yenye riba na madeni yasiyokuwa na riba. Sasa leo hii kuna mfumo ya kibenki, watu wanakopa kwa njia za riba. Sasa kauli ya wanawazuoni wa sasa wanasema ya kwamba madeni yenye riba, okay, wewe unadaiwa principal, unajua mimi nadaiwa principal hiki na nadaiwa riba hii. Je, hili ni deni unadaiwa? Ni kweli unadaiwa principal, na kweli kwa mujibu wa mkataba huo haramu uliofanya unadaiwa na riba. Lakini je, utatoa vyote viwili? Yani vyote viwili utatakiwa usivihesabu katika hesabu yako ya zaka? Jawabu ni kwamba mtaji, rasilimali ile, ule mkopo wenyewe, principal amount, hiyo itatolewa, lakini riba haitolewi. Riba haitolewi kwa kuwa Mwenyezi Mungu ameharamisha wewe kulipa riba wala na kupokea riba. Kwa hivyo haitohesabika kwamba hilo ni deni halali, yani hilo sio deni kwako, sio deni linalotambuliwa katika sheria wewe kulilipa. Umejiingiza mwenyewe katika mkataba batilan, okay, ambao unakupelekea utoe riba, lakini katika hisabu ya zaka ile riba sio haki yule kupewa, ni mali yako, na hivyo unatakiwa uitolee uitolee zaka, uitolee zaka. Kwa hivyo hili ni moja katika eneo ambalo watu wengi hawalifahamu na watu wengi hawalipi umuhimu na unaostahiki katika watu ambao wameingia kwenye mikopo hii ya riba. Mungu atulinde. Ni kwamba anaona kwamba hili ni deni tu. Deni ni ule mtaji na kile anachodaiwa katika riba, anaona yote haya ni madeni, lakini haiko hivyo katika kauli za kutegemewa za maulama wa zama hizi. Ama madeni yasiyokuwa na riba, kama wewe ulikuwa umewezeshwa mkopo usiokuwa na riba, bila shaka utatoa ile rasilimali. Au kama ni mikopo ya benki za Kiislamu, murabaha, umewezeshwa kwa njia ya murabaha, yani umeuziwa kitu na kile kitu ulichouziwa, naam, aliyekuuzia aliweka na faida yake, kwa hiyo unalipa gharama, cost, pamoja na faida ya kukinunua kile kitu. Tunasema hivi vyote viwili vinatolewa katika mkopo wa murabaha. Okay, mikopo au yani katika mauziano ya murabaha, kwa sababu murabaha hata sio mkopo. Murabaha ni mauziano ya mkopo, au kwa Kiingereza tunasema credit sale, au Kiarabu mkataba unaofanana na bai'u bithamanin ajil, isipokuwa tu ni kwamba kwenye murabaha inawekwa wazi cost, gharama ya kile kitu inakuwa wazi kwa mnunuzi, na faida anajua yule mnunuzi, na hii ndio tofauti baina yake na bai'u bithamanin ajil. Bei bithamana na ajili inakuwa tu wewe mtu anakuuzia kitu, hakuambii gharama ni ngapi, faida yake ngapi, anakwambia tu kwamba bei yake ni hii, lakini utalipa kidogo kidogo. Okay, kwa hivyo kuna mfanano na kuna tofautiano kidogo. Kwa hivyo madeni yasiokuwa na riba, basi deni lote lile ikiwemo na faida ya hicho kitu ulichokinunua kutoka kwa muuzaji inatolewa, lakini kwenye kadhia ya riba inakuwa tofauti. Kadhalika katika sharti za mali inayotolewa zaka ni kwa mali isiwe kwa matumizi binafsi, mali isiwe kwa matumizi binafsi. Na hapa kwa hivyo vitu vinavyotoka ni kama vile nyumba yako binafsi haitolewi zaka, gari yako haitolewi zaka, vitabu vyako, furniture, vitu vya elektroniki, hivi vitu kwa matumizi binafsi haitolewi zaka. Fedha ambayo ni kwa matumizi binafsi, iwapo iko chini ya nisab, haitolewi zaka. Fedha ni exception. Fedha ndiyo ni yako, ni ya matumizi binafsi, lakini ikiwa imevuka kiwango cha nisab itatakiwa itolewe zaka. Ikiwa chini ya nisab haitolewi zaka. Hata ikiwa fedha hiyo una lengo kwenda kuhiji, yani umesevu pesa kwa ajili ya kwenda kuhiji, ni jambo binafsi, au kusafiri, jambo binafsi, lakini fedha hukumu yake inakuwa ni tofauti. Ikifikia fedha hizo kwa matumizi binafsi ulizoziweka akiba, umeziweka kwa matumizi yako binafsi, unataka kununua kiwanja, au si unataka kununua nyumba, au si unataka kununua mifugo, maadamu zimefikia nisaba, hata kama utasema ni kwa ajili ya kuja kununua kitu cha kibinafsi huko mbele, kitawajibikiwa kutolewa zaka iwapo fedha hizo zimefikia nisaba. Kwa fedha inatoka hapa katika hukumu hiyo
ya mali kwa matumizi binafsi. Ama vitu vya thamani kama almasi, tanzanite na mawe mengine hayana zaka iwapo sio kwa ajili ya uwekezaji au biashara au kuficha mali. Ikiwa unamiliki vitu hivi almasi, tanzanite kama urembo, kama kitu cha kibinafsi, okay, na nia yako sio uwekezaji na nia yako sio biashara, kwamba mimi nanunua hizi alafu kwa nia ya kuja kuziuza siku za mbele, kama ni mapambo tu yako wewe mwanamke, okay, basi hiyo inakuwa ni mali binafsi. Ama mapambo ya wanawake kwa kutumia dhahabu au silva ya kujipamba, kuna tofauti baina ya wanazuoni. Yani dhahabu, unapokuwa una dhahabu iliyofikia nisab kwa matumizi binafsi, okay, kuna kauli kadhaa baina ya wanazuoni. Abu Hanifa, Ibn Hazm wanasema kwamba zaka inawajibika kwa mapambo hayo yakiwa yamefikia nisab. Okay, hii ni kauli mojawapo ya wanachuoni. Kauli nyingine, Imam Shafi'i, Maliki na Hanbali wanasema kwamba mapambo hayo hayana zaka bila kujali kiwango chake, maadamu ni nia ya mmiliki wake ni mapambo, sio uwekezaji wala sio biashara. Lakini wanachuoni wa zama hizi akiwemo Shekhe Qaradhawi anaona ya kwamba ikiwa umiliki wa dhahabu hiyo ya mapambo kwa matumizi binafsi ikiwa imevuka ada, fauka la ada, basi hii sasa inabidi itolewe zaka. Yaani sio kitu cha kawaida mtu kuwa anamiliki gramu hizo za dhahabu katika jamii hiyo, yani kwa kutazama urfu alada muhakkama, zile ada za watu na utamaduni na desturi zile zinapokuwa haziendi kinyume na sharia, huwa zinazingatiwa vile vile, zinachukua hukumu. Kwa hiyo amekwenda huko, lakini kwa mujibu wa maulama wetu hawa wa fikhi maruf, wao wako na rai hizi mbili, rai yenye nguvu. Hata kwa wanazuoni wa sasa hivi wanaona ya kwamba ni rai ya Abu Hanifa. Hata baadhi ya wanawachuoni ambao wanaizungumzia nukta hii ya dhahabu wanaona ya kwamba hadithi zilizokuja za Mtume SAW kuwauliza wanawake ambao wanamiliki dhahabu, alipokuwa anawauliza ya kwamba je, hii umeshaitolea zaka? Yule mwanamke mmoja akasema hapana, hii sitolei zaka. Kama basi hii itakuja kuwa adhabu kwako. Kwa hiyo kuna hadithi ambazo zinatilia nguvu msimamo wa Imam Abu Hanifa, lakini hayo tutakuja kuyaeleza kwenye kadhia hii ya mali binafsi, mali katika kadhia ya fedha, dhahabu na silva. Tutakuja kuziangalia hizo kauli insha Allahu taala na dalili zake katika somo linalofika, lakini kwa sasa tu ifahamike ya kwamba kuna kauli mbili katika kadhia ya dhahabu na fedha kwa matumizi binafsi ya kina mama kwa ajili ya kujipamba. Kadhia ya nia inahitaji kusisitizwa kidogo. Nia katika utoaji wa zaka inasisitizwa kuwa mtoaji atie nia kabla ya kutoa zaka iliyokuwa lazima kwake wakati wa kuitoa. Lakini nia hii sio lazima kwa watoto wale ambao wanao mali ambazo wanaachiwa urithi na wazee wao, okay, ambao ni watoto. Sio lazima kuwepo kwa nia kwa huyo mtoto awe ametia nia, bali wale wasimamizi wao wanawatolea, na watakapokuwa wanawatolea wao wametia nia hiyo, na nia ni moyoni, sio lazima kuitamka au kumtamkia anayepewa kwa maana mimi nakupa zaka, nimenuia kukupa hii zaka. Hakuna haja ya kutoa zaka ukamweleza mtu hii ni zaka yangu. Nia vile vile katika fiqh ya zaka ina hukumu, inaleta hukumu tofauti kulingana na nia ya yule mmiliki wa mali hiyo anayomiliki. Mali binafsi, mali yako binafsi, lakini unapokuja kutia nia tu ya kuiuza inakuwa mali ya biashara. Kwa hiyo wewe unamiliki kiwanja chako, mashallah, ni kiwanja chako binafsi, unakusudia mwenyewe kujenga hapo, au huna makusudio yoyote kwa sasa hivi kujenga au kuuza, uko hivyo, mimi nimetia fedha zangu pale, ni kiwanja changu mwenyewe binafsi, sikusudii kuuza kwa sasa. Hiyo itakuwa
haitolewi zaka. Lakini pale utakapokuwa nia yako sasa ni kuuza, ikafika hata mpaka kuweka tangazo, mpaka kuwapa madalali kwamba hiki kiwanja sasa mimi nakiuza, ikapita mwaka, inawajibikiwa kile kiwanja kutolewa zaka, thamani yake, iwe umeuza au hujauza. Kama hujauza na una fedha, hilo ni deni unadaiwa. Ukija kuuza huko utakuja kutoa, au Mungu akikufungulia katika miradi yako mingine, ujue unatakiwa utolee zaka hicho kiwanja, kwa kuwa nia ilishabadilika. Ili sasa ni unauza, kwa hiyo imeshakuwa hiyo mali sasa ni mali ya biashara, na mali ya biashara ikiwa imefikia nisabu mwanzo wa mwaka wake mpaka mwisho wa mwaka wake, itatakiwa itolewe zaka. Mali ya biashara inapokuwa nia ni matumizi binafsi, haya bwana, ni magari, hili ni gari langu, nia ni kuuza, lakini hapo katikati ukabadilisha nia, sasa siliuzi tena ile gari, ni kwa matumizi yangu binafsi, basi hilo gari linakoma kuwajibika na zaka. Kama unavyojua kuna watu unaweza ukawa una gari lako umeliweka tangazo, nauza, thamani yake milioni 50, 20, okay, au kiwango ambacho kimefikia nisabu yani, lakini hapo mbeleni baada ya muda hivi miezi 6, 7, ukachenji nia yako, sasa siuzi tena. Hata akija mtu, bwana, gari unauza? Siuzi. Hiyo ishabadilika. Kwa hiyo hukumu yake haiwajibikiwi tena hiyo mali na zaka, kwa sababu nia yake sio kuuzwa, sio mali ya biashara. Kwa hivyo swala la nia tunalitazama katika maeneo hayo mawili, wakati wa utoaji, lakini pia swala la nia huwa linatazamwa kwa kuwa huwa linafungamana na hukumu, inatolewa au haitolewi. Kwa hiyo ni kitu muhimu sana hiki, ndugu yangu, ukifahamu. Nimalizie, muda umeshakwisha kwa darasa letu la leo. Nimalizie tu kwa kusema kwamba zaka leo kuna kitu kinachoitwa SDG, Sustainable Development Goals, na tunaona ya kwamba hii zaka, ibada ya zaka ikisimamishwa vizuri katika mujtamaa, itaweza kuifanya jamii zetu kutimiza malengo haya endelevu, japokuwa sisi kama Waislamu hatuitimizi nguzo ya zaka eti kwa sababu ya malengo endelevu ya kimaendeleo ambayo leo tuko na SDG. Miaka ya nyuma tulikuwa na Millennium Development Goal. Hatutimizi sisi zaka kwa sababu ya haya malengo ya SDG wala Millennium Development Goal, lakini tunajaribu tu kwenda na contemporary thinking, watu wanavyofikiri leo katika fikra za kimaendeleo katika nchi zetu na kadhalika. Tunasema kwamba zaka inayo nafasi, inayo sehemu ya kuziwezesha nchi zetu, jamii zetu kuweza kufikia mambo haya. Sisi tunamlenga Mwenyezi Mungu, kutimiza amri ya Mwenyezi Mungu, okay, kutimiza ibada hii, lakini vile vile tunaona ya kwamba katika faida ya zaka inaweza kutupelekea kufikia haya malengo ambayo leo ulimwengu ndo umeyapa kipaumbele. Malengo gani hayo? Tunaona kwamba katika malengo endelevu yako malengo 17 endelevu, na zaka unaweza ukaiona inaweza ikatoa mchango wake katika sehemu kubwa ya malengo hayo. Lengo namba 1 wanasema kama lengo endelevu ya kimaendeleo ni no poverty, kusiwe na umaskini, kusiwe na njaa, kuwe na afya njema, kuwe na elimu bora. Hii mifano minne. Hatuna muda wa kueleza roli ya zaka, lakini ni wazi kabisa zaka ina mchango mkubwa katika kupambana na maskini, kuondoa njaa, kuimarisha afya za watu, na vile vile kuwezesha watu kupata elimu bora. Vile vile zaka inaingia katika masala clean water, kuwezesha watu kupata maji yaliyokuwa safi na salama. Zaka inaweza kuwawezesha vile vile watu kupata nishati iliyokuwa safi na kwa gharama ambayo ni nafuu. Zaka inaweza kuwezesha lengo namba 9, masala ya viwanda, ubunifu, inawezesha hilo, japokuwa swala la infrastructure, miundombinu, linaweza likawa lina kauli kadha wa kadha, okay. Zaka inaweza kuwezesha vile vile masala ya makazi, okay, masala ya makazi bora. Zaka inaweza kuwezesha vile vile watu kuwafanya waweze kuwa na vipato vya kuconsume na kuzalisha mali.
Zaka inaweza ikatoa mchango vile vile katika masala ya ulinzi wa mazingira na masala ya ulinzi wa viumbe chini ya bahari. Okay. Kwa hivyo itategemea jambo gani linatakiwa lifanyiwe, lipate usaidizi. Kwa mfano basi zaka inaweza ikatazamwa kama moja ya njia ya kutoa mchango. Hapa tumetaja malengo endelevu haya ambayo ni wazi kabisa, hayana mjadala kwamba zaka inaweza ikatoa mchango mkubwa katika maeneo haya: SDG number 1, number 2, number 3, number 4, number 6, number 8, number 10. Mengine yale yanaweza yasifai kabisa, zaka isitumike huko, isiwe na mchango. Lakini unaweza kuona hata kama zaka ikiwa inaweza kutimiza lengo moja tu katika malengo haya 17, basi ni kitu kinachotakiwa kupewa umuhimu, na nataja hili katika wajihi huo, katika sura hiyo, kwamba zaka tukiipa umaumbele itakuwa sio tu tumetimiza nguzo ya Uislamu, tumefanya ibada hiyo, lakini itakuwa vile vile tunachangia kwa kiwango kikubwa katika maendeleo endelevu katika jamii zetu. Zaka kama programu ya maendeleo inawezesha maskini kujumuika katika mfumo wa kifedha. Wanapopewa zaka, maskini inawawezesha kuweka akiba, kuanzisha biashara na pengine kukopesheka huko siku za usoni. Kwa hiyo zaka vile vile inatoa mchango mkubwa katika kupromote financial inclusion. Ndugu washiriki, naomba niishie hapa kwa leo. Muda umetupa mkono, na yako mengi ya kuweza kuyazungumza juu ya mada hii, lakini kikubwa leo ambayo tunapaswa kujifunza ni kwamba ni masharti yale ya zaka na vile vile kadhia zilizomo ndani yake ambazo tumezieleza. Alhamdulillah, nitapenda nikomee hapa kutokana na muda na kuchunga wakati na kuweza kuangalia kama kuna maswali yapo katika chat tuweze kuyajibu kadri itakavyowezekana. Na mengine nasisitiza tutumie platform yetu ya group la WhatsApp kuyaweka hayo maswali ambayo pengine hatutoyajibu leo, basi tuyaweke huko, na tutayatazama na kuweza kuyatolea ufafanuzi. Kwa sasa nitaishia hapo, isipokuwa tu nitapitia kwenye maswali au kwenye chat hapa. Kama kuna swali lolote ambalo linaweza likajibika leo, tutalijibu inshallah taala. Kama halitoweza kujibika hapa, tutaomba liwekwe kwenye grupu letu la WhatsApp, au tutalijibu siku zinazofuata. Naam, kuna Muhammad Fazal anauliza, akiuza hiyo mbuzi, akiipata hiyo pesa, sinafaa kutoa zaka? Maana kati yao 50 moja imetengwa kwa ajili ya zaka, hao 49 kauza, tofauti inakuwa wapi? Okay. Maana ni kama compensation ya asset kutoka fixed kwa liquidated. Tunachozungumzia hapa katika kadhia hii ni kwamba huyu mtu alipowauza hao mbuzi 50, okay, na alikuwa nao baada ya haul, mwaka ushapita, ana mbuzi 50, washafika mwaka, alitakiwa atoe yule zaka, alitoe mbuzi mmoja pale, okay, kwa kuwa huyo mbuzi mmoja sio wake tena. Baada ya ule mwaka kupita, yule mbuzi mmoja sio wake. Huyu ni mbuzi wa maskini fulani, alitakiwa apewe. Kwa hivyo haijuzu kwake yeye kumuuza yule mbuzi mmoja. Yeye hana ownership, hana umiliki. Na katika sheria yetu ya Kiislamu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema huruhusiwi kuuza kitu ambacho huna umiliki wake. Kwa hiyo huyu sio mmiliki wa huyu tena mbuzi mmoja. Huyu ni mbuzi wa maskini. Kwa hivyo wewe kuuza kitu ambacho sio miliki yako, hilo inakuwa ni kosa, na hiyo ndio ambayo tulikuwa tunaibainisha hapo. Anakuwa umefanya kosa wewe kuuza huyu mbuzi ambaye sio miliki yako. Okay, kwa hivyo hiyo ndio tulikuwa tunajaribu kuibainisha. Ama juu ya wewe kuuza wale 49, wale 49 ni mbuzi wako. Kwa hiyo ni jaiz wewe kuuza mbuzi wako, wale 49 ni jaiz, na of course kuwatolea zaka. Of course itakuwa tayari huyo mbuzi mmoja ushamtoa,
Kwa hiyo huyo ndio utakao tueleza. Kwa hiyo wewe una haki ya kupokea thaman, malipo ya wale mbuzi 49, na ulikuwa una haki ya kuuza na kupokea thaman. Ama huyo mbuzi mmoja wewe ulikuwa una haki ya kumuuza, una wala una haki ya kupokea thaman, thamani yake sio wako, sio wako. Kwa hiyo pamoja na kwamba hiyo pesa utakayoipata sawa, utakuja kumpa baadaye huyo maskini tayib, umesahihisha hilo yani mwisho wa siku fedha hiyo au huyo mbuzi eh, amekwenda kwa huyo maskini, lakini wewe ulishafanya jarima, ulishafanya kosa la kuuza kitu ambacho sio chako. Unabaki na lile kosa la kuuza kitu ambacho sio chako, japokuwa huko mbeleni ukaja ukatakhallus, ukaja kama ukatubia, kama ukarudi katika kujaribu kusahihisha hilo ambalo umelifanya kimakosa. Je, ukisema utolee zaka deni lote wakati umelipwa nusu, sio kama itakuwa riski? Maana mdaiwa akishindwa kumeet obligation on timely manner, maana pia utatoleaje zaka kitu ambacho unacho? Sawa, ni mali yako, lakini inamilikiwa na mtu mwingine kwa ahadi ya kurejeshwa baada ya muda, kwa muda ambayo anamiliki, inamaanisha ownership ipo kwake. Sasa inafaa vipi? Tutaeleza hili jambo kwa undani zaidi katika kila aina ya mali. Naomba nisichukue muda hapa kueleza hili swala la kadhia ya deni. Tutarudi kila wakati katika kadhia za deni katika mali. Nitaomba hili tusilieleze tena kwa sasa, bali tuwe na uvumilivu. Hapa tulikuwa tuko katika kuingia katika kuyafahamu haya masharti, lakini kadri tutakavyokwenda katika kila mali husika, kadhia ya deni inakuja. Kwa hivyo tutalizungumza kwa utulivu katika tutakapokuwa tunajadili mali fulani na kadhia zake za deni zinavyokwenda. Hivyo hukumu ya kusema mtu anaweka saving kwa ajili ya kununua kitu, mali ambayo si kwa ajili ya biashara, anapaswa kutoa zaka. Naam, saving yoyote ile utakayokuwa umeiweka imefikia nisab na imetimiza mwaka, zaka inawajibika. Hakuna swala la hii ni mali binafsi. Okay, na hii nimeshalieleza. Okay. Uh, uh, okay, maswala ya zaka na socialism, hapana. Usinipeleke huko. Nina ujuzi kiasi juu ya masala ya capitalism, socialism na feudalism na nyinginezo, lakini wallahi tusiende huko kabisa. Zaka ni kama socialism. Zaka si socialism. Zaka ni ibada katika Uislamu. Okay, ni ibada katika Uislamu. Socialism ni wote tumiliki mali kwa pamoja, ni umiliki wa pamoja wa rasilimali. Socialism haitambui private ownership ya mali. Okay, socialism ni kila kitu ni under the state. Okay, kila kitu ni cha umma, mali ya umma na kadhalika. Kwa hivyo swala la zaka ni kama socialism, that is wrong. Hakuna kitu kama hicho. Zaka sio kama socialism hata kidogo, wala zaka sio kama capitalism hata kidogo. Zaka katika nadhari ya Kiislamu ni ibada, ni ibada ambayo imefaradhishwa kwa mtu anayemiliki mali, na Uislamu unatambua umiliki binafsi wa mali na unatambua umiliki wa umma. Sasa zaka ni katika mali binafsi. Mtu anayemiliki mali binafsi anatakiwa atoe sehemu ya umiliki huo. Okay? Lakini socialism haitambui masala ya umiliki binafsi kwa theory ambazo tunazifahamu juu yake. Singependa kueleza kwa urefu katika haya. Darasa hili muhimu sana, okay? Naomba tupatwe record inshallah. Kwa hivyo kwenye upande huo wa recording inshallah, kila baada ya darasa hizi zinapomalizika, huwa tunatuma recording katika group letu la Zaka, na itakapokuwa imetumwa huko, washiriki mnaruhusiwa kuisambaza hiyo YouTube ya darasa lililopita kwa ajili ya wasikilizaji wengine. Mpaka hapa naomba nisimamie hapa. Tutosheke kwa hayo maswali ambayo yamekuja kwenye chat. Kutokana na muda sitoweza kufungua maswali ya ziada kwa mtu kuuliza moja kwa moja, lakini niwashajiishe kutuma maswali, kutuma
maoni katika grupu letu la Zaka, na inshallah taala tutayafanyia kazi kadri itakavyowezekana. Niishie hapa kwa kusema nawashukuru nyote kwa kujumuika nasi muda huu. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tuonane wiki ijayo insha Allah taala.